Sasa nchini Tanzania kutazama hali ya kisiasa na kinachoendelea wakati huu katika taifa hilo, katika kikubwa ambacho tunakiona ni mjadala mkubwa ambao bado unajikita katika hatua ya kuinguliwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba kwa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema, baada ya kukataa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi kwa mwaka huu wa 2025. Sudi Mnete amezungumza na mwanasheria na mchambuzi wa siasa za Tanzania Jenerali Ulimwengu, ambapo pamoja na kutoa mtazamo wake kuhusu hali ya kisiasa Tanzania, kwanza anajibu hicho kilichokifika Chadema. Unapojadili hali ya shughuli yote inayofanyika katika nchi hii kuhusiana na uchaguzi na mpangilio wa masuala ya kisiasa, tusizungumze kama vile tunatafuta haki au nini. Hakuna uwezekano wa kupata haki katika hali tulionayo hivi sasa. Ni kwamba hali imekuwa ni mbaya sana na mambo mengi yamekuwa yanakwenda hovyo hovyo. Ni hali ya kawaida imezoeleka sasa kwamba shughuli tunazofanya zinakuwa zimegubikwa na uvunjifu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Unasema kwamba imezidi kuongezeka ikilinganishwa na huko nyuma, kwa namna ipi? Tangu mwaka 1919 na 20 ndio kusema katika uchaguzi wa serikali za mitaa na uliofuata uchaguzi mkuu na mwaka jana, wanaoendesha nchi hii wameamua kwamba hakuna uchaguzi. Watafanya sarakasi zao na mwisho wa shughuli nzima watajitangaza wao wamepata 99.1 na kadhalika, lakini si kweli kwamba kuna uchaguzi. Hakukuwa na uchaguzi mwaka 2019 wala hakukuwa na uchaguzi mwaka 2020, na mwaka jana katika uchaguzi walichoita uchaguzi wa serikali za mitaa hakukuwa na uchaguzi. Mtu anaweza kuhoji kwamba njia bora zaidi ingekuwa ni vyama vyote vya siasa vichukue msimamo mmoja badala ya chama kimoja tu kushinikiza mageuzi. Je, udhani kwamba Chadema pengine wamechukua uamuzi wa haraka au wa kukurupuka? Labda hiyo ingekuwa katika hali ya kawaida, hiyo ndio ingekuwa busara ya kufikiria kwamba vyama vyote vinakuja pamoja. Lakini sasa katika msafara wa mamba na kenge wamo. Nani sasa kwa hali iliyopo unadhani anastahili kuelekezewa lawama kwa masaibu haya yote ya Chadema? Ukiangalia mwenyekiti amefunguliwa mashtaka ya uhaini na sasa chama pia kimefungwa nje ya uchaguzi kwa miaka hiyo 5. Nani anastahili kuelekezewa lawama? Ni mkuu wa shughuli zote hizo za tulizozungumza zote za uchaguzi, utaratibu wa uchaguzi. Kuna mamlaka ya serikali na ndio hiyo ambayo inahusika na kila kitu. Ni mwanasheria na mchambuzi wa siasa huko Tanzania Jenerali Ulimwengu, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete hapo kuhusiana na hali inayoendelea huko nchini Tanzania dhidi ya chama kikuu cha upinzani Chadema. Swali hapo kubwa lililokuwa ni haki au ni uonevu. Naamini kwamba tena wewe una maoni yako. Tuandikie hapo kwenye YouTube au kwenye Facebook na tutasoma maoni yako hapo baadaye.